Inewachelewe sharia bado. Ukilielewa vizuri hilo, umeielewa na Arafa. Ukielewa vizuri hapo, umeelewa na Arafa. Ikiwa hukuelewa vizuri hapo, huwezi kuelewa na Arafa. Na ndio maana mtu mmoja akasema kwamba Arafa haina tatizo. Arafa lazima kule, lakini Ramadhani mkutofautiana. Bado hajaelewa. Vitu vyote viwili vinajengwa na tarehe. Na tarehe ya Kiislamu inachenchiwa kwa kutumia mwezi. Na mwezi unaonekana mahala fulani, sheria yake haienei dunia nzima. Kwa hapana shaka wale walioona sheria kwao itaanza, wale ambao hawajaona sheria kwao bado. Kwa hiyo ukilitazama vizuri hilo, itakuwa mgogoro haupo kwenye Ramadhani na mgogoro haupo halikadhalika kwenye Arafa. Lakini nilisema kitu kimoja, hata jana nilisema kwamba tukadirie kwamba hizi hadithi ziko mbili. Kwamba fungeni kwa kuonekana, maana yake anaweza akaona mtu mwingine wewe hukuona. Lakini hii msifunge mpaka muone, inamsemesha kila mmoja miongoni mwetu. Kwa hiyo Muislamu yatakiwa msimamo wake uguse maeneo mawili. Iwe baadhi ya wakati anaona, iwe baadhi ya wakati anasikia. Na sisi alhamdulillah msimamo huo tunao. Kuna baadhi ya wakati Dar es Salaam tunafunga mwezi tumeona, kuna baadhi ya wakati hatukuuona, tusikia mwezi wa Unguja na tufunga tutafungua. Hawa Sunna wataona lini? Kwa sababu kama hawaoni, watatumia njia moja tu, na njia ziko mbili. Kuna njia ya kusikia, kuna njia ya kuona. Tayari hawa wanatumia njia moja ya kusikia, hawatumii njia ya kuona. Yatakiwa baadhi ya siku waone, baadhi ya siku wasikie. Kama ambavyo sie baadhi ya siku tuwaona, baadhi ya siku tunasikia. Sasa ni wajibu wetu kuwaambia. Mtume sallama alipoelekeza suala la kuona mwezi, hakuwagawa mapande Waislamu kwamba baadhi hawahusiki kuona, baadhi ndio waone. Na nyinyi pia mnahusika kuona. Mkiona uhai wenu leo una takriban miaka 15 20 hamjaona hata siku moja, lazima msimamo huo unahitaji da'wa ili muingie kwenye kundi ambalo ima mtaona ima mtasikia badala ya kusikia peke yake. Kwa nirudie kusema, ukielewa vizuri kwenye agenda ya tarehe kutofautiana, lakinna ra'aynahu batara aitum alhilal, sema ra'aynahu lailatal jum'ah, anta ra'aytahu, asema na'am, waswama Muawiya, sema lakinna ra'aynahu lailatas sabt. Kama lakinna ra'aynahu lailatas sabt, tarehe imeanza Jumamosi. Ra'aynahu lailatal jum'ah, tarehe imeanza Ijumaa. Hizi ni tarehe mbili tofauti. Kama hizi ni tarehe mbili tofauti zimewezekana duniani, na tulikubaliana kwamba iwapo unafahamu vizuri somo hili, utafahamu wazi kwamba na saumu ile nayo inakuwa ni mwezi 9 mfungo 3, wala haina mjadala. Hata leo nilikuwa nikipitia mchana ile al-fiqh wa al-madhahib al-arba'a, yule akasema wazi hasa kwamba yasuniwa kuifunga siku ya 9 katika mfungo 3. Inasuniwa kuifunga siku ya 9 katika mfungo 3. Je, ili upate 9 lazima uanze moja? Ile moja unaipataje? Unaipata baada ya kuangalia mfungo pili umeandama vipi. Ikiwa umeandama kwa kuonekana mwezi, kesho unaanza kuhesabu moja. Ikiwa umeanza tarehe kwa 30 ya mfungo pili, unaanza moja baada ya 30. Njia ile ile uliyoitumia kwenye Ramadhani ndio njia ile ile unayoitumia katika mfungo 3. Tatizo hapa ni uelewa na ikhlas. Vitu viwili tu, uelewa, ikhlas. Ima hujaelewa vizuri, ima ikhlas ndogo. Lakini kama ikiwa ukielewa vizuri na ikhlas ikawepo, mgogoro hauwezi kuwepo hata kidogo. Kwa ndugu zangu, nirudie kusema ili niweze kufunga, tuweze na nyie pia muweze kujadili chochote, tuweze kufaidika sote. Maana mwalimu hata ukiulizwa, we mwalimu umefundishwa pia. Kwa sababu huenda kuna kitu umekitamka lakini ile jamii, ile lugha uliyotumia haijashika vizuri. Ukielewa kwamba yawezekana Saudi Arabia ikawa ni mwezi mosi, Tanzania ikawa ni 30, ukielewa hilo, basi yawezekana Saudi Arabia ikawa ni mwezi 9 mfungo 3 ni siku ya Arafa, Tanzania ni mwezi 8 hakuna kufunga Arafa. Lakini mpaka uelewe kwamba wa mahujaji wanaokwenda kusimama katika viwanja vya Arafa wanakwenda baada ya kuangalia mfungo 3 umeingiaje. Mahujaji wanaokwenda kusimama katika viwanja vya Arafa wanakwenda baada ya kuchunguza mfungo 3 umekwendaje. Na ndio maana serikali ya Saudi Arabia haitangazi tarehe
ya kuondoka pale Maka mjini kwenda Mina haitangazi mpaka mfungo 3 uingie. Wanajua mashekhe, haitangazi, inasubiri tu mpaka mfungo 3 uingie. Ukishaingia mfungo 3 inatangaza, jamani haya tarehe 8 ndio ile siku ya kuondoka mjini kuelekea Mina. Wale viongozi twendeni mkaangalie mahema yenu, kila mmoja ajue hema lake lipi. Hatangazi tarehe ile mpaka mfungo 3 uingie, kwa sababu ukishaingia mfungo 3 ndiye anajua mwezi 8 ni lini, mwezi 9 ni lini, mwezi 10 ni lini. Je, yanapatikanaje? Yanapatikana kwa mwezi muandamo. Sasa kioja kitakuwa Saudi Arabia watapata mwezi 9 kwa kuangalia mfungo 3 ulivyoandama, ila Tanzania ipate mwezi 9 kwa kuangalia Saudia wanasemaje au wamesimama. Yani Tanzania iache kutumia kipimo chake cha mwezi ambacho ndicho kilichotumika Saudia. Hapa kutakuwa na tatizo la uelewa, na kukiwa na tatizo la uelewa ni wajibu wetu kueleweshana. Sasa hata ustadhi wangu mmoja pale veterinary, nimeangalia CD yake juzi, wakati ninaangalia nimeona anasumbua tatizo la uelewa. Arafa ni moja popote pale duniani. Arafa ni moja popote pale duniani. Arafa ni moja popote pale duniani. Na kuna CD nyingine nimemtazama pia, amemsikiliza, anatushauri kwamba mtu yoyote ambaye atakuwa hajaelewa mawaidha yake basi busara aende amuone. Maelekezo mazuri sana, nimeyapenda kweli. Lakini sasa ikiwa kwa mfano CD imetoka, halafu CD ile imesha iambia jamii eleweni hivi, kumfuata yeye peke yake kule veterinary hujairekebisha hii jamii, huku hujafanya kazi. Kwa hiyo una kazi ya kuwaelewesha hawa kwanza, kisha baadaye ndio umfuate yeye ukamueleweshe na yeye. Ndio kawaida ya ualimu. Ualimu lazima umfuate huyu ambaye atarekebisha, lakini hawa wenyewe pia warekebishe pia. Kwa kuna tatizo katika suala la Arafa, tatizo la uelewa. Na ndio maana ingelikuwa mashekhe si maskini, ili swala ingehitaji seminar. Yaani mashekhe wakae wajenge hoja za pande mbili. Baada ya kujengwa hoja sasa, ndio tayari iangaliwe hoja yenye nguvu ipi, tuwe na ikhlasi, tufuate hoja ile. Nataka niwasaidie jambo moja ili niweze kufunga. Nataka niwaambie ndugu zanguni, kuna kitu katika mijadala kinaitwa mughalata. Mughalata ni mtu kumfanya mwenzako akosee. Ukweli unaujua, lakini unamfanya akosee. Mtu anaweza akasema hivi, Arafa dunia nzima iko Maka tu. Hakuna anayekataa hilo. Dunia nzima hakuna Muislamu anayekataa kwamba viwanja vya Arafa viko Maka. Hakuna anayekataa hilo, halina mjadala. Tunachojadiliana huku kwetu ni kwamba sasa nataka nifunge sunna ya saumu ya Arafa. Je, nifungeje? Nifunge bila kuangalia muandamo wa nchi yangu tarehe 9 kwa mujibu wa muandamo, au nifunge kwa kuangalia mahujaji wako viwanjani au hawapo? Mjadala uko hapo. Mjadala hauko kwamba Arafa kuna viwanja vingine duniani vyaitwa Arafati. Mjadala hauko huko. Swala la kwamba viwanja vya Arafa viko Maka, hilo halina mjadala. Na atakayelikataa hilo atastajabisha. Vile viwanja kweli viko kule. Swala lililopo hapa ni kufunga tu. Ndio swala lililopo, mjadala uliopo. Kwamba je, tufungeje? Sisi tunasema tuendelee kufunga kwa asili. Sisi asili yetu saumu hii imefungwa tangu televisheni hakuna umeme, hakuna lolote. Ilikuwa ikifungwa kwa kuangalia muandamo wa mfungo 3. Ukishaandama tu basi watu wanaangalia mfungo 3 wanahesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ndio siku ya Arafa. Hivi karibuni baada ya kuja vyombo, wenzetu wametuacha, wamebadilika. Wanasema hapana, sasa lazima tubadilike, tufunge Arafa kwa kuwaangalia waliokaa viwanjani, kwa sababu saumu yenyewe imewekwa kwa kuwapongeza walioko uwanjani. Tukifunga sisi saumu ile wakati wao wako uwanjani, tunapata fadhila sawa sawa. Wenzetu wako uwanjani na sisi tumefunga huko. Arafa hikma yake nini mpaka tunafunga? Hikma yake, mimi na wewe ambao hatukujaliwa kwenda Makka katika hija ili tuweze kushiriki na tuwe sawa sawa na ndugu zetu wageni wa Allah katika siku ya Arafa. Allah anapoteremka katika mbingu ya dunia na kumulika na anapowaambia malaika, tazameni waja wangu
wamenijia nywele ziko tim, wana mavumbi, hakika nimewasamehe madhambi yao. Hakusudii sisi wa huku, wanawakusudia wale waliopo Makka, ili na sisi tuingie katika msamaha huo. Siku hiyo tuienzi kwa kufunga. Maneno haya ni mazuri, yanapatikana kitabu gani? Ndugu Islam, sikiliza kaida vizuri na uiandike. Kama inavyofahamika, hija kama hija haiwezi kukubaliwa wala kutimia mpaka mahujaji wasimame katika viwanja vya Arafa. Vile vile funga ya Arafa haitokubaliwa na haitotimia mpaka siku ambayo mahujaji wanasimama katika viwanja vya Arafa. كما أن الحج مقيد بوقوف الحجاج في عرفات، كذلك صيام عرفة مقيد بوقوف الحجاج في عرفات. كما ilivyokuwa hija imefungamanishwa na kisimamo cha Arafa, vile vile funga ya Arafa imefungamanishwa na kisimamo cha Arafa. Ili funga yako ya Arafa iwe sahihi, funga siku ambayo mahujaji wamesimama katika viwanja vya Arafa. Maneno haya ni mazuri, yanapatikana kitabu gani? Arafa hikma yake nini mpaka tunafunga? Hikma yake, mimi na wewe ambao hatukujaliwa kwenda Makka katika hija ili tuweze kushiriki na tuwe sawasawa na ndugu zetu wageni wa Allah katika siku ya Arafa. Allah anapoteremka katika mbingu ya dunia na kumulika, na anapowaambia malaika, tazameni waja wangu, wamenijia nywele ziko tim, wana mavumbi, hakika nimewasamehe madhambi yao. Hakusudii sisi wa huku, wanawakusudia wale waliopo Makka, ili na sisi tuingie katika msamaha huo. Siku hiyo tuienzi kwa kufunga. Mimi nimeuliza na naendelea kuuliza, maneno haya ni mazuri, yanapatikana kitabu gani? Kwa sababu hii dini sisi tumeipokea kwa mashehe. Wale mashehe si wamekufa, hawapo. Dini hii mimi hapa nilipo naiendesha, alafu na mimi nakufa. Mwingine ajaye naye anaendesha naye anakufa na yeye. Mwingine tunapokelezana kama vile vijiti. Haya maneno haya kwamba saumu ya Arafa imeletwa kwa kuja kuwapongeza walioko Maka, waliokuwa katika viwanja vya Arafa. Kwa hiyo ili saumu hii isihi na ikubalike, lazima kufunga kwetu na kusimama vioane. Maneno haya yapo kitabu gani? Ndugu Islam, sikiliza kaida vizuri na uiandike. Kama inavyofahamika, hija kama hija haiwezi kukubaliwa wala kutimia mpaka mahujaji wasimame katika viwanja vya Arafa. Vile vile funga ya Arafa haitokubaliwa na haitotimia mpaka siku ambayo mahujaji wanasimama katika viwanja vya Arafa. كما أن الحج مقيد بوقوف الحجاج في عرفات، كذلك صيام عرفة مقيد بوقوف الحجاج في عرفات. كما ilivyokuwa hija imefungamanishwa na kisimamo cha Arafa, vile vile funga ya Arafa imefungamanishwa na kisimamo cha Arafa. Ili funga yako ya Arafa iwe sahihi, funga siku ambayo mahujaji wamesimama katika viwanja vya Arafa. Maneno haya ni mazuri, yanapatikana kitabu gani? Mimi na wewe ili tusamehewe madhambi ya miaka miwili, lazima tufunge siku ambayo mahujaji wamesimama. Maneno haya yapo kitabu gani? Si lazimishi aya, si lazimishi hadithi, hata kitabu tu. Mimi simu zangu zajulikana, hata wagonjwa unipigia usiku, wagonjwa wa akili. Mtu apiga wala hasemi. No, usimgonjwa. Kwa simu zangu ziko wazi. Mtu andikata message tu kwamba kitabu chake chaitwa kadha, kinachosema kwamba saumu hii ya Arafa imeletwa kwa lengo la kuja kuwapongeza mahujaji, kwa kuwa si hatukubahatika kwenda, wenzetu wamebahatika kwenda. Kwa hiyo tutakapofunga sambamba na wale, tunakuwa na sisi tumepata. Maelekezo haya yapo kitabu gani? Funga ya Arafa hikma yake nini mpaka tunafunga? Hikma yake, mimi na wewe ambao hatukujaliwa kwenda Makka katika hija ili tuweze kushiriki na tuwe sawasawa na ndugu zetu wageni wa Allah katika siku ya Arafa,
Allah anapoteremka katika mbingu ya dunia na kumulika, na anapowaambia malaika, tazameni waja wangu, wamenijia nywele ziko tim, wana mavumbi, hakika nimewasamehe madhambi yao. Hakusudii sisi wa huko, anawakusudia wale waliopo Makkah, ili na sisi tuingie katika msamaha huo. Siku hiyo tuienzi kwa kufunga. Maelekezo haya yapo kitabu gani? Kwa hiyo sio swala la kubishana, ni swala la kielimu tu. Bana, maelekezo haya yanapatikana kitabu kadhaa, lakini mtu akiyatoa yeye kichwani kwake, tutamwambia hapana, umeelewa vibaya. Umeelewa vibaya kwa sababu saumu ya Arafa kwanza haikuletwa kwa ajili ya kuwapongeza mahujaji. Hicho kitu hakipo. Kwanza mimi sijaona, na ndio maana sisemi hakuna, nasubiri niletewe. Maana nikisema na ngojea alafu nasema hakuna, hicho kiburi. Sababu jamani, nileteeni alafu nasema hakuna, hicho kiburi hicho. Na tunahimizwa na Mtume, man tawadha rafa'ahu Allah. Kwa tukimbie kiburi. Naendelea kusubiri shekhe yoyote aniletee jina la kitabu kinachoelekeza hivi kwamba saumu ya Arafa imewekwa kwa sababu ya kuwapongeza mahujaji walioko Maka ili tupatane nao thawabu. Hicho kitabu mtu anitajie kwa jina, nitafungua mwenyewe. Sasa hivi dunia imekunjwa, alhamdulillah, vitabu katika internet. Unaweza ukakiita kitabu ukiona kwenye internet pale kwamba kitabu hiki hapa. Na kama ncha zamani pia, sio ndio wenye mashekhe wa zamani zaidi, tuna mashekhe vitabu vyao watoki mfunguo wa mnyenyekevu kama mcha Mungu, kumbe kwa sababu kitachanika. Tunao pia hao. Maneno haya hapo kitabu cha Sheikh nani? Ndugu Waislamu, sikiliza kaida vizuri na uiandike. Kama inavyofahamika, hija kama hija haiwezi kukubaliwa wala kutimia mpaka mahujaji wasimame katika viwanja vya Arafa. Vile vile funga ya Arafa haitokubaliwa na haitotimia mpaka siku ambayo mahujaji wanasimama katika viwanja vya Arafa. كما أن الحج مقيد بوقوف الحجاج في عرفات، كذلك صيام عرفة مقيد بوقوف الحجاج في عرفات. كما ilivyokuwa hija imefungamanishwa na kisimamo cha Arafa, vile vile funga ya Arafa imefungamanishwa na kisimamo cha Arafa. Ili funga yako ya Arafa iwe sahihi, funga siku ambayo mahujaji wamesimama katika viwanja vya Arafa. Narudia kusema hii habari ya kwamba ili saumu ya Arafa ulipwe lazima saumu hii ioane na watu waliosimama Maka, kwa sababu saumu hii imeletwa kwa lengo la kuwapongeza mahujaji. Maneno haya hapo kitabu gani? Kwa hiyo sio challenge, haya ni maombi. Bahati mbaya sauti yangu kubwa tu, mtu anaweza kupigia nimekasirika. Mimi sijakasirika, mimi naomba, ni maombi haya. Mtu anitajie ni kitabu fulani cha shekhe fulani ndicho kinachosema saumu hii imeletwa kwa kuja kuwapongeza mahujaji walioko katika viwanja vya Arafa. Akikileta hicho kitabu, nitamwambia haya, kamata kitabu chako. Wewe unafahamu sharia inasema mahujaji wanakwenda pale saa ngapi na wanaondoka saa ngapi? Wewe unafahamu muundo wa dunia ulivyo? Muundo wa dunia ulivyo, kila Saudi Arabia ikiumaliza mchana ndio Marekani inauanza mchana. Basabu Saudi Arabia si masasi yako sawa sawa. Kwa kila sie tukiumaliza mchana ndio Marekani wanauanza mchana. Kwa hiyo mchana wa Saudia siku zote ni usiku wa Marekani. Hawa wa Marekani wakitaka kuwapongeza mahujaji wanawapongezaje? Sasa rafiki yangu ule aliposhindwa na jawabu akasema, we mbongo, mambo ya Marekani yanakuhusu nini? Kama unasema dunia nzima Arafa moja, nchi zingine za kizungu itakuwaje? Tunasema hivi, wewe mbongo, mambo ya Marekani na Canada inakuhusu nini? Kama unasema dunia nzima Arafa moja, nchi zingine za kizungu itakuwaje? Tunasema hivi, wewe mbongo, mambo ya Marekani na Canada inakuhusu nini? Nilicheka sana wakati natizama ile CD yake, nilicheka sana. Na maana yangu ya kutumia njia hii pia kujaribu kurekebisha lile ni kwa sababu na CD yenyewe inaenea sana tena kwa kasi. Kwa hiyo kila ninapoenea CD ile, nataka siku ya kiyama tuwe mashahidi kwamba tuliipinga hata kama siku moja, kwamba si sahihi yale maneno, si kweli.
kwamba eti saumu hii imeletwa kwa sababu kuja kuwapongeza mahujaji, na wewe ukifunga wapata saumu kama wale kule, kwa sababu wewe hukupata pesa za kwenda, mwenzio kaenda. Maneno haya mazuri sana, lakini yawe na marejeo. Na sisi huku tuna kawaida, tunapokea hata maneno ya mashehe. Sie kwetu sio lazima aya na hadithi, hata maneno ya mashehe pia tupokea. Mwisho akabadilisha akasema na kawaida wale watu wa Arafa hata kama waondoke, bado hakuna nchi ambayo inaachana na Saudi Arabia kwa masaa 24. Kwa hiyo wale wa Marekani hata kama wakianza kufunga bado wataikuta saa 24. Sawa, swali la msingi liko pale pale. Je, wakati Marekani akianza kufunga, huoni kwamba Msaudia pale kwenye viwanja hayupo? Je, wakati hayupo, hii anayofunga inaitwa saumu gani? Wakati saumu hii imewekwa kwa ajili ya kuwapongeza mahujaji walioko viwanjani. Mahujaji viwanjani hawapo. Sasa hawa Marekani wakati wanafunga wanamfungia nani? Kwa wajaona ni kuitia dini uzito, ni kuifanya dini yani kana kwamba walioiweka hawakujua muunganiko wa dunia namna wanavyoachana. Kwa njia salama ndugu zanguni ni kufunga Arafa kwa kuangalia mwezi 9 mfungo 3 kama tulivyoweza kuachanisha hapa. Sasa nataka nitoe nasaha kwamba kukhtalifiana kuko katika ilmu, lakini tuangalie lugha za tablighi tuziangalie. Unaweza ukatoa lugha ambayo ile lugha ikabeba kitu kingine, na ile ikhtilafu ya uelewa ikabeba kitu kingine. Wakati mimi naangalia ile CD aliyoitoa yule shekhe, sikupenda kabisa zile lugha ambazo alikuwa akizitumia, sikuzipenda. Na wakati ninaangalia na nilinukuu baadhi ya maneno yake, nimenukuu akisema, ndugu Waislamu, siku hii tukufu ambayo tumeisikia, siku ambayo Allah amepata kuiapia, siku ambayo Allah anateremka mpaka mbingu ya dunia, siku ambayo Allah anawatambia waja wake, siku ambayo ibilisi anajuta majuto ya hali ya juu, ni siku moja tu na wala hakuna zaidi ya hiyo moja. Na hakuna khilafu baina ya wanawachuoni katika masala ya Arafa kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho. Na hakuna ikhtilafu juu ya Arafa katika ulimwengu wa wanawachuoni, ulimwengu wa Kiislamu katika masala ya Arafa. Ikhtilafu na maajabu yapo hapa Dar es Salaam. Ndugu Waislamu, siku hii tukufu ambayo tumeiona na kuisikia, siku ambayo Allah amepata kuiapia, siku ambayo Allah anateremka mpaka mbingu ya dunia, siku ambayo Allah anawakaribia waja wake, siku ambayo Allah anawatambia malaika wake, siku ambayo ibilisi anajuta majuto ya hali ya juu, ni siku moja tu, wala hakuna zaidi ya hiyo moja. Na hakuna khilafu baina ya wanawachuoni katika masala ya Arafa, kuanzia wa kwanza wao hadi wa mwisho wao. Na hakuna ikhtilafu juu ya Arafa katika ulimwengu wa wanawachuoni, ulimwengu wa Kiislamu katika masala ya Arafa. Ikhtilafu na maajabu yapo hapa Dar es Salaam. Hii pia sio kweli. Masala ya Arafa yana khilafu katika mikoa mingi tu, na yana khilafu katika nchi nyingi tu. Mashekhe wanazungumza ya masala. Si kweli kwamba eti dunia nzima wameshapatana, isipokuwa Dar es Salaam tu ndio penye khilafu. Hii si kweli. Na si kweli kwa nini? Tanga mimi najua kuna mjadala wa Arafa, Mwanza najua kuna mjadala wa Arafa, Iringa najua kuna mjadala wa Arafa. Kwa shekhe anaposema katika hutuba ya Ijumaa kwamba dunia nzima masala haya yana tatizo ni Dar es Salaam tu, kisha alhamdulillah akaisifu Dar es Salaam, akasema ila hii Dar es Salaam, hii Dar es Salaam ambayo jiji la gharama, watu wake hawaishi lawama, huli sharti kwa kulalama, ukishindwa Dar es Salaam utahama, kama huamini muulize mama, na dalili zote za Dar es Salaam ni dalili za kiyama. Kisha alhamdulillah akaisifu Dar es Salaam, akasema ila hii Dar es Salaam, hii Dar es Salaam ambayo jiji la gharama, watu wake hawaishi lawama, huli sharti kwa kulalama, ukishindwa Dar es Salaam utahama, kama huamini muulize mama,
na dalili zote za Dar es Salaam ni dalili za kiyama. Jiji la gharama, jiji la gharama, watu wake hawaishi lawama, watu wake hawaishi lawama. Huli sharti kwa kulalama, huli sharti kwa kulalama. Ukishindwa Dar es Salaam utahama, ukishindwa Dar es Salaam utahama. Kama huamini kamuulize mama, kama huamini muulize mama. Dalili zote za Dar es Salaam dalili za kiyama, na dalili zote za Dar es Salaam ni dalili za kiyama. Jiji la gharama, watu wake hawaishi lawama, huli sharti kwa kulalama. Ukishindwa Dar es Salaam utahama. Kama huamini muulize mama. Na dalili zote za Dar es Salaam ni dalili za kiyama. Jiji la gharama, watu wake hawaishi lawama, huli sharti kwa kulalama. Ukishindwa Dar es Salaam utahama. Kama huamini kamuulize mama. Dalili zote za Dar es Salaam dalili za kiyama. Sasa haya haya nataka kuangalia sana. CD hii mtu yoyote aende kwa mtoro akanunue, aseme hivi, naomba CD ya fadhila za Arafa ya Sheikh Kishki, utapewa hiyo CD. Sio kwa mimi nabahatisha, mimi nimeandika kupitia kwenye CD. Na ndio maana lazimika kurekebisha hadharani haya ili jamii yetu tuieleweshe kwamba kutofautiana kwa masala si tatizo. Tatizo ni mfumo wa tablighi. Yaani unafikishaje ujumbe kwenye kule kutofautiana. Lakini kutofautiana hicho kitu kipo. Sinajulikana kutofautiana, kuna mashia huko, kuna nani, lakini tunamkiana, tunakula pamoja, tunajulikana zote. Kukhtalifiana ni kitu kiko. Wala wanadamu hatuwezi kuwa na akili moja, ndio Mungu mwenyewe alivyotuumba. Naam. Wasali halakahum. Lakini kilichopo je, ni mfumo gani unafikisha ujumbe? Kwa hiyo kitu cha kwanza cha kusema kwamba dunia nzima hakuna masala ya kupingana ya kukhtalifiana juu ya Arafa wa mwanzo mpaka wa mwisho ila hapa Dar es Salaam hapa. Na hakuna ikhtilafu juu ya Arafa katika ulimwengu wakiwa na wachuoni, ulimwengu wa Kiislamu katika masala ya Arafa. Ikhtilafu na maajabu yapo hapa Dar es Salaam. Si kweli. Tanga wanakhtalifiana, Iringa wanakhtalifiana, Mwanza wanakhtalifiana, na ukichunguza hapo Kenya hapo wanakhtalifiana kweli hapo, kwa sababu mimi nawasiliana nao kile kifikia zile siku. Kwa hiyo kusema kwamba dunia nzima yetu wamepatana isipokuwa Dar es Salaam tu, hili si kweli. Sasa akaendelea kusema walladhina yaz'umun, na nakoti Kiarabu, walladhina yaz'umuna ويدعون بأن لكل بلد عرفة هذا قول شاذ وغريب لا يصدر إلا من أناس جهال أو يبحثون عن الشهرة وخالف تعرف. wale ambao wanadai, na akasema na wale wanaodai popote pale walipo ulimwenguni, na wale wanaodai, anasema Sheikh, na wale wanaodai popote pale ulimwenguni, kila nchi wana Arafa yao, eleweni haya yafuatayo. Imma atakuwa ni jahili mjinga, au atakuwa mtu mwenye kutafuta umaarufu kwa thamani yoyote, na mtu mwenye kutafuta kauli inayosema ukitaka umaarufu lete lako jipya, nenda kinyume na watu utajulikana. Ni kutafuta hilo tu. والذين يزعمون ويدعون بأن لكل بلد عرفة فهذا قول شاذ وغريب لا يصدر إلا من أناس جهال أو يبحثون عن الشهرة وخالف تعرف. na wale wanaodai popote pale walipo ulimwenguni ya kuwa kila nchi wana Arafa yao, eleweni haya yafuatayo. Imma atakuwa jahil mjinga, au atakuwa mtu mwenye kutafuta umaarufu kwa thamani yoyote, na mtu mwenye kutafuta kauli inayosema ukitaka umaarufu lete lako jipya, nenda kinyume na watu wote utajulikana. Ni kutafuta hilo tu. Hii lugha ya kuwaita wanawachuoni wajinga pia si lugha. Imma atakuwa jahil mjinga. Hii lugha ya kuwaita wanawachuoni wajinga pia si lugha. Kwa nini si lugha? Si lugha hivi. Kwanza nakwambieni,
mjadala wa Arafa si kweli kwamba yeye tatizo ni Dar es Salaam tu, kwa sababu jiji la gharama atakaye atahama sijamuulize mama, si kweli. Isipokuwa tu ukimuona mtu amehitaji Dar es Salaam kuna kuwa na lengo. Unajua ubaguzi huu wa rangi una sura nyingi huu. Kuna siku inshallah nitawekea mada hiyo ya madhara ya ubaguzi. Kuna mtu anaweza akaiona dhambi mahala, lakini kwa kuwa dhambi hii sasa yafanywa na mtu wa aina fulani anaifanya kubwa, ile dhambi fanya na mtu mwingine anaifanya ndogo. Nataka niwasaidie kwamba mjadala wa Arafa kule Kenya ulikuwepo mpaka shekhe mmoja akatunga kitabu akakiita An-Nuru Sata, na nakumbuka likichukua leo mtakiona hapa sasa hivi. An-Nuru Sata, huyu shekhe kule Kenya ametunga hichi kitabu akiwa na maana kwake yeye anaona saumu ya Arafa itazingatia muandamo kama ambavyo saumu ya Ramadhani inazingatia muandamo. Ushekhe alipotunga hichi kitabu hakutunga bure bure, alitunga baada ya kuwepo kwa mjadala. An-Nuru Sata, hii kitabu kimetungwa Kenya. Mtungaji wa kitabu hichi ametunga baada ya mjadala wa Arafa kuwepo Kenya. Amefafanua vizuri sana kitabu hichi juu ya kuelezea kwamba hapana, Arafa itazingatia muandamo wa mwezi, ndio saumu ufunge kama Ramadhani inavyozingatia muandamo wa mwezi. Hakuna habari ya kuangalia mahujaji Maka. Kwa ile habari ya kwamba tatizo ni Dar es Salaam tu, hapana, Kenya pia ni tatizo. Lakini haitoshi, mufti wa Oman huyu mufti wa Omani mjadala wa Arafa, tena hakuuliziwa na Watanzania, aliulizwa mjadala wa Arafa na watu wa nchi nyingine, kisha akajibu vizuri mno mufti wa Oman. Mufti wa Oman aliulizwa hivi, na wacha niwanukulie ili mgundue ni kweli kwamba mgogoro ni Dar es Salaam au ni mgogoro ambao uko. Maana tukisema mgogoro ni Dar es Salaam, tuuondoe basi mgogoro Dar es Salaam. Lakini kama mgogoro sio Dar es Salaam, tuuondoe huko mgogoro uliko. Lengo letu kuwalingania watu kwenye dini. Asema aliulizwa hivi, fadilatu Sheikh, al-ba'd yaz'umu anna yawm ath-thamin min dhil-hijjah fi Oman يوافق معهم يوم عرفة، ففي ذلك اليوم يستحب الصوم لمن أراده، ويوم التاسع في عمان يزعمون أنه يوم العيد وصومه حرام. تفضل علينا بالإفادة. مفتي tusaidie bwana. Kuna watu wanadai hivi tarehe 8 ya mfunguo 3 hapa Omani hapa inawafikiana na siku ya Arafa kule Maka. Hapa Omani ni tarehe 8, lakini Maka ni 9 na mahujaji wako Arafa. Kwa hiyo kuna watu wanadai kwamba inasuniwa kufunga kwa anayetaka hapa Omani, ingawa Omani ni tarehe ngapi? 8. Saudia ni Arafa ni tarehe ngapi? 9. Sasa kuna watu wanadai muda wa kuwa Saudia ni Arafa, wanasema tufunge tu ingawa hapa Omani ni 8. Lakini pia wako wanaodai hivi siku ya 9 hapa Omani wanadai kwamba ni siku ya Idi kule Maka, kwa hiyo atakayefunga ni haramu. Tupe faida mufti. Mufti anajibu, laisa qawluhum hadha bi shay'in, neno lao hilo halina mizani yoyote hilo. Fa inna hadhihi al-ibadati manutatun bil ahilla, hizi ibada zote zinahusishwa na mwezi muandamo. Liqaulihi ta'ala yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kwa sababu Mungu mwenyewe kishasema watakuuliza juu ya mwezi muandamo, waambie mwezi muandamo ni chombo cha kujulia nyakati kwa watu na ni chombo cha kujulia ibada ya hija. Wa bi ikhtilafil ahilla takhtalifu al-ahkamu baina baldatin ukhra, kwa kutofautiana mwezi muandamo ndio zinatofautiana hukumu kati ya mji mwingine. Huyu ni mufti wa Omani, Muarabu safi. Yule anaweza kumuita jahili huyu? Jahili anaweza kuhama shehe wetu, lakini huyu hawezi kuwa jahili hata kidogo. Kwanza Mwarabu, piga na pesa, utamuita jahili? No, hawezi. Lakini ukipiga macho tukamwona huyu Sheikh Njaketile, Sheikh Mwamfyotongo, hata aseme fatwa yani, taba huyu jahil. La yasduru illa min unasin juhal, la yasduru illa min unasin juhal. Anaweza akasema tu hivyo kwa ule uono. Sasa huyu ni mufti wa Oman. Sasa Sheikh anaposema habari ya Arafa dunia nzima, mwanachuoni wa mwanzo mpaka wa mwisho wamepatana, ajabu ni Dar es Salaam. Hapana, mgogoro uko Omani. Hawa wanaosema hivi ni wa Omani, si nimewasomea? Na hizi fatwa za huyu mufti bahati nzuri amezichapa nyingi na zinapatikana sana. Sio hivyo tu, fatwa zake huyu mufti amezitia kwenye internet.
Wacha nikipata anwani yake nitampa shekhe, na shekhe hapa atawatangazia. Unalipa shilingi yako 1000, unaingia kefu, unabofya bofya kitabu hicho hapo, unasoma mwenyewe. Halafu utaona, je, huu naye jua? Maana alifikia kipindi wakasema, mashekhe vidhabidhabina. Ni mtu munafik kidhabdhabina, ambaye ni mjuzi wa ulimi, ana fasaha za hali ya juu, akaamua kupotosha umma wangu kwa kutumia maelezo ya dini.